ijue madhabahu ya Mungu wako na jinsi inavyofanya kazi. Katika ushuhuda wa mama wa kwanza katika ndoto, usipoijua madhabahu ya Mungu wako hautaweza kutofautisha na madhabahu ya shetani, maana shetani anaiga mambo yale yale anayoyafanya Mungu. Na ndio maana katika madhabahu ambayo alikuwa ameona watu wanahubiri, lakini yeye katika ulimwengu wa roho alijua kabisa sio madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ijue madhabahu ya Mungu wako na jinsi inavyofanya kazi. Usipokuwa na macho ya rohoni hautajua madhabahu hii ni ya Mungu au hii ni ya shetani. Zote ni madhabahu, zinafanya kazi zinazofanana. Shetani amekopi na kupesti vile vile, anaachilia mamlaka Mungu, shetani anaachilia mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo hili tutaangalia tafsiri ya madhabahu kibiblia. Tutatoa tafsiri 3 tu kibiblia. Baada ya hapo tutaangalia jinsi hizi madhabahu zinavyofanya kazi. Iko madhabahu ya Mungu, iko madhabahu ya shetani. Nitajikita katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo pana sana. Tukisema tuende nalo tuweze tukamaliza leo. Nitajikita katika madhabahu ya Mungu. Tafsiri ya kwanza ya madhabahu ni mahali pa kufanyia ibada ya Mungu. Ni mahali pa kufanyia ibada ya Mungu. Ni eneo maalum ambalo wanadamu ulitumia kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka na matoleo ya aina mbalimbali. Utanielewa? Ni eneo maalum ambalo mwanadamu analitumia kwa ajili ya kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka na matoleo mbalimbali, lakini kwa kufuata maelekezo ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufuata maelekezo ya Mungu mwenyewe. Na madhabahu ya Mungu huwa haichaguliwi kwa akili za kibinadamu, bali madhabahu ya Mungu huichagua Mungu mwenyewe. Madhabahu yake anayoitaka, anakupa maelekezo, ninataka madhabahu ya namna hii. Mungu anaichagua madhabahu kwa wakati sahihi, kwa majira sahihi, kwa kusudi maalum. Madhabahu hii Mungu alichagua kwa wakati sahihi, kwa majira sahihi, kwa makusudi maalum. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20, sura ile 20 mstari wa 24. Kutoka sura ile ya 20:24. Biblia inasema utanifanyia madhabahu ya udongo. Mungu anatoa maelekezo. Madhabahu anayoitaka. Anaongea na wana wa Israeli kupitia Musa. Utanifanyia madhabahu ya udongo na juu yake utatoa zabihu. Utatoa sadaka. Ng'ombe zako, kondoo zako. Utatoa hapo. Kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati ulitoka ulikotoka. Kuna wakati nilitoka nilikotoka. Nikaja katika madhabahu hii. Nikakutana na Mungu. Nikaweka agano na Mungu. Akaniambia hapo ndipo nitakapokujilia. Hapo ndipo nitakapokubarikia. Na ndio maana mara nyingi tunakosea sana wanadamu. Unapokutana na Mungu, iko tabia ile ya kusema nimekuja tu kupata uponyaji. Ulipokutana na Mungu, ulipopokea uponyaji katika madhabahu ile, ndipo Mungu atakapokujilia. Ameweka ahadi.
Bwana Yesu asifiwe. Tuache yale mambo ya kusema nimekuja, nina shida, niombee. Ugonjwa utarudi, shida itarudi. Maana ulipokutana na Mungu katika madhabahu hili, alipokuahidi kwamba ndipo nitakapokujilia, nilipoweka kumbukumbu ya jina langu, ulikuwa na matatizo, ulikuwa na ugonjwa, Mungu akakuponya, maana akaweka kumbukumbu ya jina lake. Hapo ndipo alipokuambia atakutana na wewe, ndipo atakapokubarikia. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu. Kwa nini Mungu anamwambia Musa, ukanifanyie madhabahu ya udongo? Wakati ule mataifa walikuwa wanafanya madhabahu ya mawe, wanachonga, walikuwa wamwamini Mungu, wanaabudu sanamu, wanaabudu miungu. Mungu alijua wakitumia chombo chao kuchonga hayo mawe ili walijengee madhabahu, wanaweza kavutwa na zile ibada za kipagani, ambao wale wanachonga sanamu watanikosea hapa. Naomba mkanijengee madhabahu ya udongo. Wapendwa wa Mungu, ukiangalia madhabahu hii, inawezekana ni tofauti kabisa na madhabahu nyingine. Ukiona uzuri wa majengo mengine, ukiona sijui vyoo, ukiona sijui nini, Mungu anajitwalia utukufu mahali alipopachagua. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hakutaka wakatengeneze vitu vya samani, binadamu wakajitukuze kwamba tulifanya hivi vitu, tulijenga hii madhabahu kwa mawe, lakini sasa ni bora. Alikuwa anataka ifanyike ibada ya kiroho. Tengenezeni tu ibada ya madhabahu ya udongo, lakini ibada ikawa ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu yetu ni ya kawaida sana ukiangalia kwa macho, lakini ndani yake imejaa utukufu, maana Mungu yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Aliogopa kwamba mtakwenda kukosea. Na ndio maana ukisoma mstari ule wa 25 anakuambia, ukinifanyia madhabahu ya mawe, ukinifanyia madhabahu ya mawe, hautaijenga kwa kuchonga mawe. Anampa maelekezo, hata ukienda kunifanyia madhabahu ya mawe, lakini usichonge, usitumie ujuzi wako wa kibinadamu. Ukitumia ujuzi wa kibinadamu utaitia unajisi, manake utaiharibu sifa ile ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Mungu, wakati tunaanza nasema hapa kwanza tuache. Kwa ninafika ninaangalia hapa juu, ongeleni wapendwa wa Mungu. Amen. Lakini nikaanza kujiuliza, lakini Mungu ndio akananiambia, akasema tusubiri kwanza, tutalipandisha, tutajenga ghorofa. Kumbe yako maelekezo ya Mungu katika kumjengea madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunatumia utashi wetu tufanye hivi, lakini Mungu anatupa maelekezo kwanza, madhabahu anayoitaka kwa sasa, kwa wakati sahihi, kwa majira sahihi, kwa makusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika wakati anayoitaka madhabahu yake nyingine, atatupa maelekezo. Atatupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio madhabahu. Ni mahali pa kufanyia ibada. Anamwambia, ukinifanyia hiyo madhabahu ya udongo, lakini juu yake utatoa sadaka. Sadaka manake ni ibada. Ibada ni ukamilisho. Yaani sadaka inafanya ukamilisho wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Manake unapotoa sadaka manake unakamilisha ibada yako. Manake hapo ni mahali pa ibada. Na ndio maana nasema, manake unapofanya ibada hapo, nikiweka kumbukumbu ya jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Bwana Yesu asifiwe. Tulishabarikiwa wapendwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ya Mungu ndipo mahali ambapo Mungu anatoa urithi wake wa kiroho. Sisi tunarisishwa kiroho, haturisishwi mali vitu, anaturisisha nguvu ya kiroho iendelee kukaa ndani yetu.
mahali pa ibada, sadaka. Sadaka inatengeneza agano. Kwa lugha nyepesi nikisema agano, kalindi inatengeneza mkataba baina yako na Mungu. Agano, mkataba. Unaposaini mkataba, ukitaka kuvunja una gharama. Manake sadaka ni agano, ni mkataba. Unapoweka manake umesaini mkataba wewe na Mungu wako. Ukivunja wewe utagharamika. Mungu hawezi akavunja. Bwana Yesu asifiwe. Ile sadaka inakuwa moto. Inakuwa moto. Inateketeza. Ziko laana katika familia zetu. Sadaka yako unapoibeba inakwenda kuteketeza. Ni moto. Unateketeza hizo laana. Ziko shida katika familia zetu, katika koo zetu. Ile sadaka yako inapotengeneza agano, unatengeneza mkataba, inabeba moto ambayo inakwenda kuharibu kila kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Toka tumefika katika madhabahu yake Mungu aliyochagua, tukaja kwa uaminifu mbele zake, tukatoa sadaka. Watu walisema kuunuka kirao, bati kwako gonapo, lakini kwa sababu ikatengeneza mkataba, hatujarudi. Mungu ameendelea kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Nkanda akaitwa ungevaa ujasiri. Nasema nipo kwenye madhabahu ambayo Mungu amenielekeza. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope ukiwa katika madhabahu ambayo Mungu amekuelekeza uwe. Yako mambo mengi ambayo yanaweza katokea katika maisha yako, lakini kwa sababu uko katika madhabahu ambayo yeye mwenyewe alichagua, uko salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu alitoa maagizo kwa Wanaisraeli kupitia Musa wamjengee madhabahu ya udongo. Kama nilivyosema, sababu ya kutaka kujengea madhabahu hiyo kwa udongo ilikuwa mataifa jirani walikuwa wakijenga madhabahu ya mawe yaliyopambwa. Kuna madhabahu tukiingia zimepambwa sana, si ndio? Nilichofurahi Mama Nkanda aliposema kanisa limepoa, madhabahu ya Mungu imepoa, madhabahu ya Mungu imepoa. Nikamkumbuka Elia anasema, iteni kwa sauti kuu, iteni kwa sauti kuu. Anawaambia wale manabii wa Baali, iteni kwa sauti kuu, kutoka asubuhi mpaka adhuhuri. Bikuiputa kiarati kuamula, bikuiputa batikopeleka ni sauti, bikuiputa bikuikanyanga, bikonyela, bikote viki, hawasikii sauti. Mungu wao amenyamaza. Nikanajiuliza, madhabahu ya Mungu inapoa? Haiwezi kapoa. Haiwezi kapoa. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Mungu. Akawazi yake akasema, labda Mungu wenu amesafiri au yuko busy anafanya kazi. Iteni, anatakiwa kuamshwa. Mungu wa madhabahu hii hajalala. Mungu wa madhabahu hii hayuko busy. Mungu wa madhabahu hii hajasafiri. Yupo leo, yupo kesho, atakuwepo milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafsiri ya pili. Madhabahu ni daraja la kuunganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Madhabahu lolalo inaunganisha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Hautanielewa, utaelewa. Mmoja nisomee katika kitabu kile cha Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka 22. Uende haraka. Mmoja nisomee kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 28 mstari wa 10 mpaka wa 22. Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 12. Biblia inasema 22. Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka 22.
Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi 22, Biblia inasema, Amina. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, na tazama, Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami itakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika nchi niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili lililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa haki, narudia, na jiwe hili lililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa hakika itakutolea wewe sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema, akapaita mahali pale Betheli, lakini awali palikuwa panaitwa Luzu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Panaitwa Kalvari, lakini awali palikuwa panaitwa mbugani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia habari ya Yakobo ambaye yeye alikuwa anasafiri. Anatoka, Biblia inatuambia Yakobo alikuwa anatoka Beersheba anakwenda Harani. Lakini jua lilipokuchwa akasema, ngoja nipumzike hapa, nilale hapa. Alipokuwa amelala, Biblia inasema alichukua jiwe lililokuwa mahali pale, akaweka kichwani, akalalia. Mara usiku ndoto inakuja, anaota kama iko ngazi iliyosimamishwa katika dunia, na ncha yake imepanda au imegusa mbinguni, na anaona malaika wakipanda na kushuka, lakini juu yake amesimama Bwana. Anamwambia, mimi ni Bwana, ni baba wa Ibrahimu baba yako, lakini ni baba wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni baba wa Isaka. Yakobo, Biblia inasema alipoamka akashtuka, akaogopa, akasema, naogopa vitu vikioni hapa. Ninaona ngazi, naona malaika, lakini Mungu ananitokea. Anasema, mahali hapa yupo Mungu. Hapa alipokiala, mahali hapa yuko Mungu. Alipokiala, tulikuja na shida zetu. Tulifika mahali hapa tukapata na Bwana. Lakini Mungu anasemaje? Yakobo anasemaje? Baada ya kuota ndoto, manake kile ni kiwango kingine cha kukua kiroho, cha kutambua kwamba Mungu yuko mahali pale.
Kama hujakuwa kiroho utaweza kujua kwamba yule ni Mungu unayezungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mama aliyekuja kutoa ushuhuda hapa akasema, nilipokuwa nikiota ndoto ninaona madhabahu ambazo zipo, ninasema hii sio madhabahu. Manake Mungu amempandisha, amekuwa kiroho, ameweza kutambua hii ni madhabahu ya Mungu na hii si madhabahu ya Mungu. Ndivyo tunavyotaka sasa wana wa Mungu tuweze kukua, tupandishwe kiroho, tuweze kutambua madhabahu za Mungu, tuweze kutambua kwamba hii si madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo alipandishwa akajua kwamba hii ni madhabahu ya Mungu. Akalichukua lile jiwe, akalisimamisha kama nguzo, akasema hapa Mungu akiwa pamoja nami akinilinda nitarudi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ulipokuja ukasema Mungu nikikutana naye nitaendelea kumwabudu pale. Lakini tena umekutana naye, amekusaidia, unasahau, unasema shida yangu imepona, nitarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana, kwa maana shida niliyokuwa nayo baada ya kukutana na Mungu nikamwacha Mungu katika madhabahu ile, itakuja mara 7. Kama ilikuwa sio ya kuniangamiza, itakuja kuniangamiza. Kama ilikuwa sio ya kukuangamiza, itakuja kukuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 6 kuna mama alikuja hapa. Kale alipo iliacha lile, alitoka kujonda, aliondoka. Alikuja na mama akasema, nimekuja tu niombewe. Mimi nimetoka kule kutoka, lakini nina shida, nimekuja kwenye madhabahu hii uniombee. Katoka kwenye madhabahu, amekuja kwenye madhabahu. Sio, unanielewa? Yes. Ametoka kwenye madhabahu, amekuja kwenye madhabahu. Umenielewa? Umenielewa? Ziko madhabahu ambazo Mungu hajibu. Amen. Ziko madhabahu Mungu ambazo hata ukipiga kelele ukiomba, hizo ni kelele tu. Wala siki, wala hajibu, wala shughuliki na wewe. Lakini ziko madhabahu ambazo Mungu amezichagua. Ukiomba, ukiita kwa jina lake, Mungu anakusikia. Mungu anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona Yakobo, tunasema ni daraja. Maana ile ngazi aliyokuwa anaiota, maana ilikuwa ni kiunganishi cha mbingu na ardhi. Ile ni daraja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo hii madhabahu tuliyoikanyaga ni daraja kati ya mbingu na ardhi. Sisi tunapita. Hili ni lango la kutoka duniani kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hii madhabahu ni daraja. Hatuji tu, hatukanyagi tu, lakini ukijua kwamba unakanyaga katika madhabahu hii, manake unatembea katika daraja kutoka duniani kuelekea mbinguni. Hata wakati ukifika nikalala siamki, nikatembea katika daraja hili, mtakapokuja mnanikuta, unasema asante Mungu kwa sababu nilipita katika daraja hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni daraja katika ulimwengu wa kiroho na mwili. Hauwezi ukaliona hivi. Ipo katika ulimwengu wa mwili huu unauona, lakini na kiroho kuna connection. Madhabahu. Aliponifurahisha, Daudi anasema, hakika Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Hata mimi sikujua. Wakati nakuja hapa sikujua. Wakati nakuja hapa sikujua. Kila siku nitatoa ushuhuda upendo wa Mungu. Wapo wengine ni mara kwanza tunaonana, lakini wakati tunakuja kwa baba, ya baba, sema neno. Amen. Tamka. Mama hapa anaambia mwanangu tulia. Nyamaza. Tumwache baba apumzike. Sema neno. Hatukujua. Tulimkosea mpaka Mungu. Tukasema Mungu, tulichukua tunakitamka, tulikukosea. Uturehemu. Utusamehe, hatukujua. Lakini kumbe Mungu alikuwa anataka tulete katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
yote yale kutokea, tutaongea. Tumesema kwa sababu tumejazwa Roho Mtakatifu, manake ndio anayetuongoza sisi. Hatukuchua kwa akili zetu, akili zetu ni tofauti kabisa na Mungu anavyotuwazia. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka, ametukusudia kuchukua watu wake awapeleke katika madhabahu ambao anajua ndipo ambapo atakapotujilia. Na ndio maana tuko mahali hapa, wala tunung'uniki wala tusikitiki, manake tuko sehemu salama. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu tulikotoka twali wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tunaongea mambo mengi. Tunazungumza kwa sababu tunazungumza masuala ya madhabahu. Amen. Sizungumzi katika kukashifu madhabahu nyingine. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya mambo yanayofanyika hapa, tulikuwa tunashauri mara nyingi katika ibada, kuwe na ibada za maombi. Baada ya ibada, watu wamekuja na shida, watu wamekuja na mizigo. Wanapofika madhabahuni, anahitaji utoe ule mzigo. Yes. Iko shida aliyo nayo. Anataka kuzungumza na Mungu. Mchungaji, uendelee kuwaombea hawa watu, uongoze. Mambo yalikuwa yanafanyika. Mungu aliamua niwapeleke katika madhabahu ambayo hayo mambo mnayoyataka ndipo mtakapoyakuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tuko katika madhabahu. Yale ambayo tulikuwa tunayashauri hayapo, lakini sasa Mungu anajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu hanyamazishwi. Roho wa Mungu hanyamazishwi. Na ndio maana tukifika wakati wa kuomba, hakuna mtu ambaye utamsikia labda kiongozi wa kanisa atakwambia nyamaza, usiombe. Maana Roho Mtakatifu yeye ndio anayekusemesha. Unaomba ujue unaongea naye nini. Nakumbuka kilimkuta ndugu yako katika kuomba, akamwambia kuna utaratibu. Kwa kanisa yetu kuna utaratibu. Ukitaka kuomba njoo asubuhi, omba mpaka saa 4, tukianza ibada kuna utaratibu. Roho Mtakatifu hanyamazishwi. Amen. Na ndio maana akaamua kukutoa, kunitoa, kukupeleka katika madhabahu ambao Roho Mtakatifu hanyamazishwi. Akiendelea kunena, aendelee kunena. Hauwezi ukamnyamazisha Roho Mtakatifu. Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema ile ngazi kiroho, manake inawakilisha muunganiko kati ya mbingu na dunia. Kwa lugha nyepesi ndio nimesema kwamba ni daraja la kuunganisha ulimwengu wa roho na kimwili. Lakini wale malaika kiroho, manake wanawakilisha huduma ya Mungu kwa watu wake. Wale malaika wanaopanda na kushuka, manake Mungu alikuwa anampandisha Yakobo kihuduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa malaika waliokuwa wanapanda na kushuka, ile ni huduma uliobeba. Huduma ya uimbaji inaweza ikapanda ikashuka. Huduma ya uinjilisti inaweza ikapanda ikashuka, lakini ile ni huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko nyuma ya muda, lakini nitaenda haraka sana. Lakini tuliona Mungu anamtokea, au Bwana anamtokea Yakobo, anazungumza, anajitambulisha kuwa yeye ni Mungu wa Ibrahimu na yeye ni Mungu wa Isaka, na anamwahidi Yakobo kumpa ardhi. Anasema ardhi hii ulioilalia nitakupa wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi hii ulioilalia nitakupa wewe na uzao wako. Tumekwisha wabarikiwa sisi. Amen. Tumebarikiwa na Mungu. Amen. Mungu ametupa ardhi hii, lakini uzao wetu amesema ataubariki. Lakini ameenda mbali, amesema kupitia wewe, kupitia na uzao wako, mataifa mengine watabarikiwa. Watabarikiwa kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Watabarikiwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ambaye yuko katika madhabahu hii hajalala wala hajasinzia.
Twende tafsiri ya tatu. Madhabahu ni mahali ambapo mtu anakutana na roho wa Mungu au roho wa Bwana. Nimesema ziko madhabahu ya Mungu, iko madhabahu ya shetani. Ukienda katika madhabahu ya shetani, pia unakutana na roho wa shetani. Lakini hapa nimesema madhabahu, tafsiri ya tatu. Madhabahu ni mahali ambapo mtu anakutana na Mungu. Yakobo anatuambia kuwa pale alipojenga madhabahu ndipo roho wa Mungu alikuwa amekutana naye katika ndoto. Yakobo anatuambia kuwa pale alipojenga madhabahu, baada ya kulisimamisha lile jiwe kama nguzo, manake ni ishara ya kusema hapa ndipo nilipokutana na Mungu. Na sisi tunasema nguzo hizi tulizozisimamisha ni ishara ya kusema hapa ndipo tulipokutana na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguzo ni ishara. Hazipo tu kama jengo unavyoliona. Zipo kwa makusudi. Kama Yakobo ambaye aliyenyanyua jiwe, akalimimina mafuta, akaliweka kama nguzo, akasema hapa ndipo nilipokutana na Mungu. Na sisi ndio maana Mungu baada ya kukutana naye tukasimamisha nguzo. Amen. Kwamba hapa ndipo Mungu tulipokutana naye. Utaenda wapi? Umekutana naye hapa, utaenda wapi? Amen. Biblia inasema, Ayubu anasema, Yakobo anasema kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Hapa ni nyumba ya Mungu na ni lango la mbinguni. Mungu pia lakini anamwagiza Musa kuwa nami nitakutana na wana wa Israeli huko, na mahali pale patatakaswa na utukufu wangu. Kifungu tulichosoma cha mwanzo kile, anasema hapo ndipo nitakapoajilia, manake atapatakasa, patakuwa ni mahali patakatifu. Hapo ndipo nitakapoajilia, manake amepatakasa, ni patakatifu. Kwa hata hapa mahali tulipo, manake Mungu amepatakasa, pametakasika. Hata watu wake walioko wametakasika, hata watu walioko wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema kwamba hemani au hema ya kukutania pamoja na madhabahu vitakuwa mahali patakatifu. Atakutana na watu wake, atakutana na wana Israeli. Anamwambia Musa, si kwa sababu ya vifaa vya uzuri. Katika lile fungu tulilolisoma, alikuwa hamaanishi uzuri wa vile vitu, na ndio maana akasema udongo. Bwana Yesu asifiwe. Nitatengenezea madhabahu ya udongo. Lakini ukisoma katika mstari ule wa 44, ile fungu tulilosoma la kwanza, unasema nami nitaitakasa hema ya kukutania na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie wapendwa wa Mungu. Amen. Mungu atusaidie wa Mungu. Amen. Madhabahu ni ya Mungu mwenyewe. Amen. Madhabahu sio ya kwetu sisi. Mungu ametuleta katika madhabahu yake kwa kusudi maalum. Kusudi tulilonalo tulibebe, ambalo Mungu ameliweka ndani yetu, ambalo anataka yeye tumtumikie, tumwabudu. Amesema madhabahu ni mahali pa ibada. Tutamtolea sadaka, tutamtolea dhabihu, lakini sadaka ya kwanza ni moyo wako wewe mwenyewe, kwamba hakika Mungu yuko mahali hapa, hakika Mungu ninakutana naye mahali hapa. Moyo wako iwe sadaka ya kwanza, hata unapoleta kitu ambacho kinakuwa kama sadaka, ili Mungu akakitakabali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kujua tafsiri hizi tatu, nimesema nitakwenda hata Mungu anisaidie. Tuangalie sasa namna jinsi madhabahu hii ya Mungu inavyofanya kazi. Tuangalie sasa namna madhabahu hii ya Mungu inavyofanya kazi. Tunasema kwamba nguvu ya madhabahu inategemea mambo yanayounda madhabahu. Madhabahu hii, viko vitu vinavyounda madhabahu.
Kwanza inategemea nguvu ya Mungu wa madhabahu. Nguvu ya Mungu wa madhabahu. Lakini pili inategemea kuhani wa madhabahu. Lakini tatu inategemea sadaka ya madhabahu. Lakini nne inategemea washirika wa madhabahu. Mungu tunayemwabudu katika madhabahu hii ni Mungu yupi? Ni Baali? Ni Shetani? Kama ni Mungu wa kweli tunayemwabudu, basi madhabahu hii itakuwa na nguvu. Kama kuhani aliyesimama katika madhabahu hii kutuongoza sisi amejazwa nguvu, madhabahu hii itakuwa na nguvu. Lakini sadaka zetu kama tunazileta kwa unyenyekevu na kwa utii na kwa moyo ulio safi uliokunjuka, tukamtolea Bwana, madhabahu hii itakuwa na nguvu. Lakini vipi washirika wa madhabahu hiyo? Hata wao watarithishwa nguvu, watakuwa na nguvu, kwa maana Mungu wa madhabahu ni Mungu aliye hai, na kuhani wa madhabahu yuko hai. Amen. Na sadaka inayotolewa iko hai. Amen. Na washirika wake watakuwa hai. Hivyo ni vitu vinavyounda madhabahu. Na ndio maana ukienda mahala pengine utajikuta Mungu wa madhabahu ni wa kweli, lakini kuhani wa madhabahu hana nguvu, washirika hawana nguvu, madhabahu hiyo haiwezi kawa na nguvu. Hivi vitu vyote vinakwenda kwa kutegemeana. Ni lazima Mungu wa madhabahu tunayemwabudu ni hai, kuhani wa madhabahu ni hai, sadaka tunayoitoa ni hai, washirika watakuwa hai. Na ndio maana unaona shuhuda hapa zinatokea. Mtu anakuambia nilikuwa sijui kuomba kabisa, lakini Mungu saizi amenipandisha. Ni kwa sababu Mungu aliye katika madhabahu hii ni hai, kwa sababu kuhani aliye katika madhabahu hii ni hai, sadaka inayotolewa katika madhabahu hii ni hai. Na ndio maana hata washirika wanakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ni vitu vinavyounda madhabahu. Kwa nguvu ya madhabahu ili ifanye kazi, ni lazima hivi vitu viwe hai. Vikiwa hai, na ili iwe hai, utambue haya. Kwanza ni lazima utengeneze urafiki na Roho Mtakatifu. Usipokuwa na urafiki na Roho Mtakatifu, hautayajua haya ninayoyazungumza. Ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu, ndio utajua kwamba haya ninayozungumza yanamaanisha. Kwa hiyo ninasema, usipoamua kuwa rafiki wa Roho Mtakatifu ambaye kazi yake kubwa ni kutuongoza sisi katika njia kweli itupasayo, hautaweza kutambua madhabahu ya Mungu. Hii ni kwa sababu shetani ameiga mambo yale yale ambayo Mungu anayafanya. Na ndio maana ziko madhabahu ambazo utakimbia. Mtumishi wa Mungu amesema, wakija watu watoe ushuhuda hapa, utakimbia. Atakwambia nilikwenda kanisa fulani, sikupata majawabu. Nilienda kanisa fulani, sikupata majawabu. Kwa sababu shetani akiteka madhabahu, ataingiza mfumo wake na utawala wake. Ataiga mfumo ule wa Mungu anaotumia. Ataiga utawala ule wa Mungu anaotumia. Atautumia mahali pale. Mtaomba, lakini hakuna majawabu. Kwa sababu ile madhabahu iko mikononi mwa shetani. Imetekwa. Sasa sisi tunakataa. Amina. Madhabahu hii kutekwa na shetani, tunakataa. Kwa sababu tunajua Mungu aliye katika madhabahu hii ni hai. Kuhani aliye katika madhabahu hii ni hai. Sadaka tunaitoa katika madhabahu hii ni hai. Na sisi washirika ni hai. Shetani hana nafasi katika madhabahu hii. Tutaingia salama, tutatoka salama. Tutakuja na shida zetu, Mungu atatusikiliza. Maana sikio la Mungu sio zito. Anasema nitafumbua macho yangu na masikio yangu nitasikiliza maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuja katika madhabahu ambaye Mungu yeye mwenyewe amechagua, hajalala. Nimesema shetani anatumia mfumo ule ule. Na ndio maana ukisoma Waefeso 6:12, Biblia imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Shetani na mamlaka
Shetani ana falme, na ndio maana anatuambia kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Mamlaka aliyonayo Mungu, shetani anaiga. Falme alizonazo Mungu, shetani anaiga. Na ndio maana tunapambana nazo falme za giza, mamlaka ya giza anayatumia. Lakini anaendelea kusema juu ya wakuu wa giza hili, tunao wakuu katika nuru, lakini wako wakuu katika giza. Aliko balozi, iko mizimu, ni wakuu katika zile madhabahu. Lakini sisi tunao wachungaji, tunao wainjilisti, tunao maaskofu. Maanake hao ndio wakuu katika madhabahu zetu, lakini wakiongozwa na mkuu Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tambua uko katika madhabahu. Ujiulize, niko katika madhabahu ipi? Wale wageni, upo katika madhabahu ambayo Mungu amechagua. Upo katika madhabahu ambayo Mungu amekuleta kwa makusudi. Ile haja yako ulionayo iweze kutuliwa katika madhabahu hii. Kwa hiyo tunasema madhabahu ya Mungu aliye hai inapojengwa kiroho itafanya kazi zifuatazo. Kazi ya kwanza tunasema huondoa laana, huondoa mikosi, huondoa matatizo sugu juu ya wanadamu. Madhabahu ikijengwa kiroho itafanya kazi zifuatazo. Nimesema madhabahu ya Mungu ikijengwa kiroho itaondoa laana, itaondoa mikosi, itaondoa matatizo sugu juu ya wanadamu. Nini maana ya laana? Laana ni tamko la hukumu au maneno ya adhabu yanayotolewa dhidi ya mtu au dhidi ya mahali au dhidi ya kizazi fulani kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kutotii maagizo ya Mungu. Kwa tunasema laana, tunasema ni tamko la hukumu. Utanielewa? Ni tamko la hukumu. Baada ya Mungu kuumba ulimwengu na vitu vyote, akamfanya mtu kwa mfano wake, akampulizia pumzi, naye akawa nafsi iliyo hai. Mungu akaitengeneza bustani, akamweka mtu ili aweze kulima na kuitunza ile bustani. Katikati ya bustani akapanda mti wa uzima, akapanda mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na akampa maagizo, mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, lakini miti mingine yote, matunda miti mingine yote kula. Adamu akutii maagizo ya Mungu, akatenda dhambi, na pale ndipo laana ilipoanzia. Nimesema laana ni tamko la hukumu, ni maneno ya adhabu. Mungu alitamka maneno ya adhabu kwa Adamu. Mungu alitamka maneno ya adhabu kwa mwanamke. Mungu alitamka maneno ya adhabu kwa nyoka. Laana iko tangu pale Adamu alipoasi, alipotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Mwanzo 3:14 utaona Mungu anatoa adhabu na hukumu kwa nyoka baada ya kumdanganya mwanamke kutenda dhambi. Anasema kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Laana maana anatoa maneno ya adhabu, anatoa tamko la hukumu. Kwa sababu umetenda hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Kwa sababu umefanya hayo, kwa tumbo utakwenda, na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nazungumzia masuala ya laana. Lakini ukienda Mwanzo ile 3:16
Biblia inasema hakika nitakuzidishia uchungu. Anamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako wa kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Ndio maana tunaona tena kwa uchungu tamko la adhabu ambalo Mungu alilitamka halikuondolewa. Hiyo laana haikuondolewa, ipo, inaishi mpaka leo. Ile laana iliyotolewa kwa nyoka ipo, inaishi mpaka leo. Utanielewa nini ninachokizungumza? Ile laana iliyotolewa kwa Adamu ipo. Anamwambia 17, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, utakula matunda ya mti ambao, akwambia, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza, nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Mungu akailani ardhi. Ndio maana tunahangaika tukuvuka mashamba, tukulima vitikupa. Mungu alilani nini? Ardhi. Tukusopa ni mbolea kutenga kalamu, ili tukia laana, alitoa tamko la adhabu katika ardhi. Nimeilani ardhi. Nimeilani ardhi. Lakini akamwambia ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Na ndio maana haya mambo yanayotokea, tunafanya kazi, nga kalamu, tunafanya kazi, nga fiagama, iko laana ilitolewa, inatembea. Mungu hakuiondoa, ikatolewa laana katika kizazi cha Nuhu. Ile dhambi ikatembea. Na ndio maana katika kizazi cha Nuhu Mungu anasema dunia imejaa uharibifu, watu wameacha njia zao, wanafanya mambo yao. Mungu akasema nitaiharibu dunia na kila kitu kilichomo. Ile ni laana, anatoa adhabu, tamko la adhabu, akailani. Lakini tunamwona Nuhu baada ya gharika, amepewa maelekezo. Baada ya gharika ilivyokwisha, kitu alichokifanya Nuhu cha kwanza ni kuweza kujenga madhabahu. Akaenda kujenga madhabahu. Baada ya kujenga madhabahu, akamwomba Mungu, akamshukuru, asante kwa kuniokoa. Akaleta wanyama walio safi, akamtolea Mungu. Biblia inasema Mungu naye akasikia harufu iliyo safi, akagairi ile adhabu, ile laana akaiondoa. Akasema sitateketeza tena dunia kwa gharika. Maanake ile sasa laana ambayo Mungu alikuwa ameiweka katika kizazi kile cha Nuhu aliondoa, lakini hii ya Adamu bado ipo. Na ndio maana tunatembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema lakini katika pia kizazi cha Nuhu, kama nilivyosema, watu walikuwa wamejaa uovu, wameacha njia za Mungu, wamefuata njia zao. Mungu alihuzunika sana kwa jinsi wanadamu wanavyofanya dhambi. Mungu akalaani, akatoa tamko la hukumu, akasema, ukisoma Mwanzo 6:7, nitafutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na wanyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Mungu anasikitika, anatoa tamko, anatoa laana kwamba sio watu ambao niliwaumba mimi, kwa sababu wamefuata mambo yao, wameacha njia ambazo nimewaelekeza wafate. Biblia inasema, anasema kwenye 17, na tazama nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichopo duniani kitakufa. Ni laana anayoitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya gharika, Nuhu alijenga madhabahu na kutoa sadaka ya wanyama safi. Kisha Mungu akavutiwa na harufu safi, na akaahidi kutokuteketeza tena dunia kwa gharika. Baada ya kutoka Misri, akatuleta Kanaani.
tukamtolea Mungu, tukamjengea madhabahu, tukamtolea sadaka, Mungu ameahidi zile laana zote zilizokuwa juu yetu amezifuta. Ile mikosi yote tulikuwa nayo ameifuta. Hautanielewa nasema nini? Yawezekana ziko familia unasema katika familia yetu batikwenigwamu ni laana, ni mikosi. Lakini baada ya kuja katika madhabahu hii, sema Mungu, sema na mimi, hii mikosi, hizi laana ninazifuta sasa katika madhabahu hii. Maana nipo katika madhabahu iliyo hai. Nipo katika madhabahu unaojibu. Nipo katika madhabahu ambayo hujalala. Hizi laana na mikosi, ziko familia ambazo zinasema kila mwaka tarehe ile ile, mwezi ule ule ni lazima afe mtu katika familia yetu. Lakini kwa sababu umefika katika madhabahu hii, sema Mungu aliye hai, katika madhabahu hii ninafuta mikosi na laana hizo katika familia, ili Mungu aweze kuziondoa. Tuwe salama katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndivyo jinsi madhabahu ya Mungu inavyofanya kazi. Ndivyo madhabahu ya Mungu inavyofanya kazi. Baada ya Nuhu kutoa madhabahu, kutoa sadaka katika madhabahu, Mwanzo 8:21, Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mungu ametuahidi, ameweka agano kwamba kama iko mikosi, iko laana, litamka ziko laana. Lakini leo anasema kwamba hatafanya tena. Kama ziko madhabahu za giza zinena mabaya juu yetu, lakini Mungu ametuahidi kwamba hazitatufikia, hazitafanya kazi, hazitaweza kujidhihirisha katika maisha yetu. Maana yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mikosi, hakuna laana, hakuna matatizo sugu. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa laana za binadamu zinafanya kazi kuliko Mungu, tusingekuwa sisi. Kama laana za binadamu zingekuwa zinafanya kazi kuliko Mungu, usingekuwa ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wapo wengine sisi wanatujua maisha yetu sana. Tunamtukuza sana Mungu kwa sababu leo nikisimama nikinena haya nasema asante Mungu. Yes, Lord. Ulinichagua tu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata wewe katika moyo wako unasema niko hapa ni kwa sababu Mungu umetoa ile mikosi ambayo walinena katika madhabahu zile za shetani. Tumeziharibu kwa sababu umetupa mamlaka. Tumezivunja kwa sababu umetupa mamlaka. Maana uko hapa. Laana na mikosi haina nafasi katika maisha yako. Kazi ya pili, madhabahu ya Mungu huachilia rehema. Nitatoa 4 tu. Kazi ya pili, madhabahu ya Mungu huachilia rehema. Tunaposema rehema, maana yake ni huruma ya Mungu isiyostahili, ambayo humpa mtu msamaha, ambayo humpa mtu upendo na fadhili licha ya makosa yake. Sisi sote Mungu ameachilia rehema juu yetu. Hatuwezi tukasimama tukasema hatujamkosea Mungu. Tumemkosea Mungu katika wakati tofauti tofauti, lakini Mungu akaachilia rehema, akaachilia huruma ya msamaha kwa sisi tusiostahili. Lakini rehema hii kwa kifupi naweza nikasema kwamba ni tendo la Mungu kumsamehe mtu badala ya kumhukumu. Yako makosa ambayo tumeyafanya, Mungu anaachilia rehema, maana anaachilia tendo la msamaha badala ya kutuhukumu. Tunaposokea, kwa sababu madhabahuni ni sehemu pa toba, ni mahali pa toba. Ninaposokea madhabahuni, ninaomba toba.
Mungu anaachilia rehema. Huruma inaingia, anaachilia kwangu. Badala ya kunihukumu, ananisamehe. Ndivyo anavyofanya kwako. Umetenda kosa, ukaja kwenye madhabahu, ukaomba toba, Mungu anaachilia huruma kwako. Anakufanya kwamba uendelee kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuniomba na kuutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, nitawasamehe na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kazi ya madhabahu inapofanya. Tunakuja mbele ya Mungu kwa unyenyekevu, tukimuomba, tukiutafuta uso wake, lakini huku tukiacha njia zetu mbaya. Lakini Mungu anatuahidi, anasema nitawasamehe, nitawasikia toka mbinguni, nitawasamehe. Hiyo ndiyo madhabahu inavyofanya kazi, inaachilia rehema. Kama yako makosa ambayo tuliyafanya, tukija mbele za Mungu kwa unyenyekevu, tukamuomba, tukaomba msamaha, Mungu anaachilia rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Mambo ya Nyakati sura ile ya 2 mstari wa 7-14, ndio anasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Tumesamehewa dhambi zetu na tumeponywa katika familia zetu, tumeponywa katika koo zetu, tumeponywa katika taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomlilia Mungu katika madhabahu hizi, inawezekana Mungu ndo anatumia katika kuponya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapolia katika madhabahu hizi, inawezekana Mungu ndo anaponya katika familia zetu, anaponya katika koo zetu, ili mradi tukienda kwa Mungu kwa unyenyekevu katika madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amechagua nyumba hii kwamba ndio iwe nyumba yake takatifu. Mungu amechagua nyumba hii ili sisi tumlilie kila wakati. Maana anasema katika Mambo ya Nyakati 7, Nyakati wa pili 7 mstari ule wa 16, anasema maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa. Nyumba hii Mungu ameichagua, si kwa ajili ya akili zetu sisi, bali ni kwa ajili ya Mungu mwenyewe, ni kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya 3 nasema madhabahu ya Mungu husikia na kujibu. Madhabahu ya Mungu husikia na kujibu. Madhabahu ya Mungu husikia na kujibu. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 mstari wa 36 mpaka 37, nisome mtu ile Wafalme wa kwanza 18 36-37. Ninakwenda kumaliza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 mstari wa 36-37. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 16 hadi wa 17. Ndio. Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 36 mpaka 37. 36 hadi 37, Biblia inasema. Amen. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Amen, Eliya nabii akakaribia, Amen, akasema, Amen, E Bwana Mungu wa Ibrahimu, Amen, na wa Isaka, Amen, na wa Israeli, Amen, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Amen. Usikie, E Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe
umewageuza moyo wa kurudie. Amina. Haya yalikuwa ni maombi ya Elia. Nimesema madhabahu ya Mungu husikia na kujibu. Madhabahu ya Mungu husikia na kujibu. Haya yalikuwa ni maombi ya Elia. Elia wakati anazungumza na watu wa Israeli, kuna wakati wamemwacha Mungu, wanaabudu miungu mingine. Elia anawaambia, mna sita katikati ya mawazo mawili hata lini? Manake hawamwamini Mungu wa Elia, wanamwamini Mungu wa kwao. Anasema mna sita katikati ya mawazo mawili hata lini? Elia anawaambia, Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, lakini ikiwa Baali ni Mungu mfuateni. Msio kwa Bwana, msio kwa Baali, msio katika miungu mingine, msimame katika wazo moja. Anaongea na hao watu, lakini wale watu hawakujibu chochote, bali Tito Elia anachokizungumza. Ndipo Elia tena akawaambia, nimesalia peke yangu nabii wa Bwana, lakini hawa manabii wa Baali wako 450 wanaoabudu miungu mingine, peke yangu niliyesalia. Hawakumjibu kitu. Elia akawaambia, kama ni hivyo, tujue Mungu wa kwangu na Mungu wa kwenu. Walete ng'ombe wawili mahali hapa, mmoja wachukue hao manabii wa Baali 450 na wamuandae, wamkatekate, watengeneze madhabahu, na Mungu wao wanayemwabudu, wanayemuomba, ajibu kwa moto. Utenga kosigwapo no moto, ajibu kwa moto. Watu wakasema, umenena vema. Wakaleta ng'ombe wawili, wakapewa wale manabii wa Baali ng'ombe mmoja, wakamuandaa, wakamkatakata, wakamweka kwenye kuni, wakaanza kuomba kwa lugha wanayoijua toka asubuhi mpaka adhuhuri. Mungu hakujibu Mungu wao. Nazungumzia madhabahu ya Mungu inayojibu. Nazungumzia madhabahu ya Mungu inayosikia. Hawa watu wanaomba katika madhabahu yao, lakini Mungu hakuna sauti, wala Mungu wao hajawajibu. Wakajikatakata na visu, wakajikatakata na nyembe, damu zikachuruzika, lakini hakuna sauti iliyojibiwa. Hakuna Mungu aliyewajibu. Ndipo mahali pale ambapo nasema Elia akawaziaki, akasema, mwiteni kwa sauti kuu. Yawezekana amesafiri, yawezekana amelala, yawezekana yuko bize, muamsheni. Hakuna sauti iliyojibu. Akasema, haya, nileteni mimi ng'ombe mmoja. Akamleta. Biblia inasema Elia akachukua mawe 12, akachukua kuni, akatengeneza madhabahu, akatengeneza mfereji kuzunguka ile madhabahu. Akasema, sasa baada ya kumwandaa huyo ng'ombe, akamkatakata, akamweka juu ya madhabahu. Akasema, chukua maji mapipa 4, mwaga kwenye madhabahu hiyo. Wakachukua mapipa 4, wakamwaga. Akasema, chukua mara ya pili, mwaga mara ya tatu. Katika madhabahu ile yalijaa maji. Amesi kuelewa, lakini nataka ajibu Mungu kwa moto. Hauwashi kiberiti, ajibu kwa moto. Ndipo Mungu sasa, ndipo Elia sasa, katika mtumishi wa Mungu alipotusomea, ndipo akamwambia, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu. Mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa umewafanya mambo haya yote kwa neno lako. Ninayafanya mambo yote haya kwa neno lako Mungu, na ijulikane leo wewe ni Mungu, mimi ni mtumishi wako tu. Yote mambo ninayoyafanya haya ni kwa neno lako Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba
Anasema unisikie Bwana, unisikie, ili watu wajue ya kuwa wewe ndiyo Mungu na ya kuwa wewe umewageuza mioyo ili wakurudie. Amewaweka mioyo migumu ili tu Mungu aweze kujitukuza kwao, aweze kumrudia. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka na kuteketezwa na kuni, mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Madhabahu ya Eliya ikaenda kujibu. Moto ukashuka ukaramba ile sadaka, ukaramba zile kuni, maji yote yaliyokuwepo yote yakarambwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo kazi ya madhabahu inavyofanya kazi. Tunasikia shule nyingi, watu wanakuja mgonjwa, lakini akisimama katika madhabahu hii akaomba, Mungu anamsikia, harudi kama alivyo. Anapata uponyaji. Ndivyo alivyojibiwa Eliya, na wewe ndivyo utakavyojibiwa katika madhabahu hii. Kama moto ulivyowaka katika madhabahu ya Eliya, ndivyo ule moto unaowaka katika madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Nne na mwisho, madhabahu ya Mungu huponya na kuokoa. Madhabahu ya Mungu huponya na kuokoa. Kwa nini madhabahu ya Mungu huponya na kuokoa? Tumesema madhabahu ni mahali pa toba. Ni mahali ambapo uwepo wa Mungu upo. Maana kama uwepo wa Mungu upo na uponyaji upo. Kama uwepo wa Mungu upo, basi na wokovu upo. Mungu anaokoa kupitia madhabahu, kwa sababu yupo Mungu katika madhabahu. Basi wokovu upo katika madhabahu. Uponyaji upo katika madhabahu. Ukiwa na shida ukasogea katika madhabahu, Mungu atakujilia. Na ndio maana ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 tuliposoma, anasema nitaiponya nchi yao. Maana Mungu ana uwezo wa kuponya. Iwe magonjwa, iwe shida, iwe tabu, Mungu anakuponya katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Mungu, tunaposogea katika madhabahu ya Mungu, tujisogeze kwa unyenyekevu, tujisogeze kwa utii, tujisogeze kwa kusikia sauti ya Mungu. Unapoleta shida zako katika madhabahu, sogea kwa unyenyekevu, sogea kwa kumaanisha kutoka ndani moyo wako. Mungu atakusikia. Mungu wa madhabahu hii hajalala. Mungu wa madhabahu hii hajasinzia. Yuko hai leo, kesho hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia kuitwa, sauti yako ikasafiwe kwa damu yako, kwa kwako nimesogea mtini pako. Bwana Yesu.